Watu wengi wanaweza wakaendelea kushangaa kinachotokea pale Iran na Israel, mashambulizi yanayofanywa na Marekani na mshirika wake Israel dhidi ya Iran. Lakini nilishawahi kusema kitu kimoja kwamba baada ya ukoloni kuisha, kitakachofuata ni unyang'anyi wa kimataifa. Na unyang'anyi huu utafanywa na nchi ambazo zina nguvu kijeshi dhidi ya nchi ambazo zina uwezo mdogo. Hicho ndicho kitu ambacho Marekani amekuwa akisema siku zote kwamba ana uwezo wa kufanya nchi yoyote kitu chochote wakati wowote. Maana yake amefanya hivyo kwa Libya, kumuua Kanali Muammar Gaddafi na kuweza kuhakikisha kwamba anaweza kuchota mafuta pale. Ile yote ni kutaka anachokitaka yeye. Tumeona ameweza kufanya hivyo Venezuela, kumkamata rais. Lakini sasa nataka nikuhakikishie kwamba kumbuka, sasa hivi kwenye hii vita Marekani amemwambia Hispania kwamba angeweza kutaka kutumia kambi zake za kijeshi, angeweza kuzitumia, ila kwa sababu hana ambacho anacho, yani Hispania hana ambacho anacho tofauti na watu wake tu. Anamaanisha kwamba kama Hispania angelikuwa na kitu chochote ambacho Marekani anakitaka, basi Marekani angeweza kukichukua. Huo ndo ubabe wa Marekani. Lakini sasa hivi baada ya kuishambulia Iran, tunasema kwamba backfire, kwa sababu hata Marekani hakufikiria kwamba Iran angeweza kutoa ile response ambayo anaitoa kwa sasa dhidi ya Israel na dhidi ya ngome zake za kijeshi ambazo zimekuwa kwenye nchi za Kiarabu. Kwa hivyo sasa tunajifunza kwamba nchi zote duniani, kitu pekee ambacho kitakuwa nchi ni uwezo wake wa kijeshi tu basi, kwa sababu kadri muda unavyozidi kwenda, kila nchi ile nchi yenye nguvu zaidi ina uwezo wa kuivamia nchi ambayo haina nguvu zaidi na ikachukua chochote inachotaka. Kwa sababu tumeona imetokea ile ukoloni umetokea, nchi zilizoweza kutawala kwa nguvu zimekaa kwa nguvu. Kwa hiyo kinachofuata ni kwamba nchi kubwa inataka kitu ambacho haina, inaona nchi nyingine ndogo inayo, alafu inaweza ikakichukua kwa urahisi, au inaweza ikachukua alafu ile nchi ndogo inakataa. Basi nchi kubwa ina uwezo wa kufanya chochote kuweza kuchukua kile kitu. Ndicho ambacho kitaendelea kufanyika duniani. Na nataka nikwambie kitu kwamba kama nchi ndogo duniani hasitaweza kufanya maendeleo haraka kama ilivyofanya China, kama ilivyofanya Japani, kama ilivyofanya Korea Kaskazini, basi kadri muda unavyozidi kwenda sitakuwa hatarini sana kushambuliwa na nchi kubwa. Na hicho tunakiona kama inavyofanyika pale Kongo. Kinachofanyika ni kwamba nchi hizo ambazo zinachukua madini pale Kongo hazijaingiza majeshi, zinatumia nguvu kwa ndani ya Kongo, lakini wale wanaoana ni Wakongo wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo kama intelligence yako ni ndogo, kama uwezo wako wa kijeshi ni ndogo, Kongo wameshindwa kudhibiti wao wenyewe kwa sababu kinachofanyika pale. Kwa hiyo kama ingeshindikana ile, pengine wangeweza kutumia nguvu ambazo tumeona Marekani imekuwa ikizitumia. Kwa hivyo sasa ni vema nchi zetu hizi haswa za Kiafrika kuweza kujifunza na kuweza kuchukua hatua haraka iwezekanavyo, ziweze kufanya maendeleo. Na mimi nimekuwa ninasema kila siku kwamba nchi zetu za Kiafrika kuendelea na kuwa na nguvu kijeshi, kiuchumi inawezekana, kwa sababu sisi hatukuumbwa, hakuna sehemu yoyote imeonyesha kwamba bara la Afrika ndio litakuwa bara nyonge duniani. Sio kweli. Kwa hivyo ni utashi wa viongozi wetu wa kisiasa ambao unahitajika kutumika na kuweza kuziongoza nchi zetu, ili baadaye kwenye vizazi vinavyokuja zisiweze kupata hiki ambacho tunaona kinakumbwa na nchi nyingi ambazo zimekuwa zikionewa.